Wapendwa wasikilizaji wa redio Taa Bora FM, karibuni katika tafakari yetu ya siku ya leo. Ikiwa leo ni juma 32 la mwaka wa kanisa, Alhamisi tarehe 13 Novemba mwaka 2025. Kwanza tusikilize somo la Injili inayotoka katika Injili ya Luka sura ya 17 aya 20 hadi 25. Yesu aliulizwa na Mafarisayo, "Ufalme wa Mungu utakuja lini?" Aliwajibu akawaambia, "Ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala hawatasema, 'Tazama, upo huku au kule.' Kwa maana tazama, ufalme wa Mungu umo ndani yenu." Akawaambia wanafunzi, "Siku zitakuja mtakapotamani kuona siku moja katika siku zake Mwana wa Adamu, msione. Tena watawaambia, 'Tazama kule, tazama huku.' Msiondoke mahali mlipo, wala msiwafuate. Kwa kuwa kama vile umeme umlikavyo toka upande huu chini ya mbingu hata upande huu chini ya mbingu, ndivyo atakavyokuwa Mwana wa Adamu katika siku yake. Lakini kwanza hanabudi kupata mateso mengi na kukataliwa na kizazi hiki." Neno la Bwana. Wapendwa katika Kristo, kipindi tunafundishwa mafundisho kwa mnya wa kwanza, tuliulizwa swali hili: Mungu yuko wapi? Na tulijibu, Mungu yupo kila mahali. Mungu hazuiliwi na chochote kama tulivyo sisi wanadamu. Kwa kusema hivyo ni kuthibitisha kwamba ufalme wa Mungu umeshafika. Kazi anazozitenda Kristo ni kielelezo tosha kwa ufalme wa Mungu upo tayari. Pia ufalme wa Mungu upo ndani ya nafsi zetu, kwa sababu sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho wa Bwana ukaa ndani yetu. Na pia kwa njia ya ubatizo tunafanywa wana wa Mungu na warithi wa ufalme wa Mungu. Wajibu wetu ni kuishuhudia imani yetu kwa maisha tunayoishi, na zaidi sana kwa maneno na matendo yetu, ambayo kwayo watu wakiyaona watakiri kuwa ufalme wa Mungu umeshafika. Wapendwa katika Kristo, tunapaswa kujiandaa kila saa na kila wakati, ili ajapo Mwana wa Mungu atukute tupo tayari. Tusiwe kama Mafarisayo wanaotafuta ishara ili kujua lini ufalme wa Mungu utakuja. Wapenzi, ufalme wa Mungu si kama falme za kidunia ambazo unaweza kupima mipaka yake, hali ya hewa, idadi ya raia wake, bali ufalme wa Mungu upo miongoni mwetu, na Kristo ndiye mfalme wetu. Upo katika nafsi zetu. Kwa kuwaza na kutenda yale yaliyo mema, tunatangaza ufalme wa Mungu. Ujio wa Kristo mara pili ni jambo la kweli, wala si hadithi za kusadikika. Ila ni lini atakuja haijulikani. Mtume Paulo anatuambia tusali bila kuchoka katika waraka wake wa kwanza kwa Tesalonike sura 5 aya 17. Tuwe tayari muda wote. Yatupasa kujiandaa kila saa, kila muda, kwa sababu hakuna juaye ni lini atakapokuja mara ya pili kuhukumu wazima na wafu. Tumuombe Roho Mtakatifu atusaidie bidii katika sala, ili Kristo ajapo atukute tupo tayari. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Frateli Deogratias Abel Nzunda wa Jimbo Kuu la Mbeya, naye soma katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume, Jimbo Kuu la Tabora, mwaka wa 4 wa teolojia.